Series yetu inaanza na utata wa mtu anayemkia porini akiwa yuko uchi kabisa. Huyu mtu ana uwezo wa ajabu, yani ana reflex action kali sana. Yani ninazungumzia uwezo wa kufanya kitu kwa haraka zaidi kuliko hata binadamu wa kawaida. Lakini swali ni moja tu, kwa nini yuko uchi porini na anafanya nini wakati huu? Lakini kama tunavyojua, tabia za misitu huwa hazikosi wanyama wa hatari na wenye sumu mbaya. Moja kwa moja kuna nyoka aliweza kujitokeza na kutaka kumshambulia, na hawa ni miongoni mwa nyoka wenye spidi kali sana wanaposhambulia. Lakini ajabu ni kwamba mwamba alikuwa anaona kama kinyonga tu anavyotembea. Alimkamata tu, alafu akumuua, akamweka kando na yule nyoka akaendelea na safari zake. Aligundua kwamba huyu si binadamu wa kawaida. Bwana mdogo akaendelea kuzunguka ndani ya misitu akiwa yuko uchi kabisa, lakini mbele yake akakutana na vijana wa ovyo walikuwa kinjingi katika kitenti. Na hawa wapenzi walivyo na roho mbaya, kitendo cha kumwona mtu yuko uchi alafu alikuwa akiwachungulia, basi moja kwa moja wakatoa polisi taarifa na mwamba akakamatwa, na kisha wakampeleka moja kwa moja katika kituo cha polisi. Lakini ajabu ni kwamba huyu mtu mbona ni kama kila kitu ni kigeni sana kwake, hata kula ajui. Lakini tukitoka katika kituo cha polisi tukirudi huku mitaani, kuna nyumba moja hivi ya mwanamama mmoja mwanasaikolojia anayefahamika kama Nicole. Alikuwa akimuita binti yake anayefahamika kama Roy, lakini kumbe Roy alikuwa na mwanaume chumbani. Ili kusikia kwamba mama yake alikuwa akimuamsha, basi haraka sana akamwambia mwamba aluke dirisha na aondoke. Na hii ni michezo huwa anaifanya sana tu kuleta wanaume hapa nyumbani kwao. Lakini hata kabla ya huyu mama kuingia chumbani kwa mtoto wake Roy, basi alipokea simu kutokea katika kituo, ambapo akawa anamwambia kwamba kuna mtu ana matatizo ya akili. Na ukumbuke kwamba mwanamama ni mwanasaikolojia, anatumiwa sana na jeshi la polisi katika kufanya chunguzi mbalimbali. Basi akawa amepigiwa simu, na siku ya leo ilikuwa ni siku ya Jumapili ya mapumziko, lakini mwanamama akalazimika kuelekea huko. Lakini maskini ya Mungu, huyu bwana mdogo ambaye akili zake ni kama haziko sawa, aliendelea kuchezea kichapo kizito huko katika maeneo ya selo. Alikuwa akionewa na wafungwa, na ajabu ni kwamba haoneshi kukasirika na wala harudishii vile anavyoweza kupigwa, na yeye kwake ni kawaida tu. Mwamba alipigwa sana, yeye akawa na tabasamu tu alivyoweza kuanguka chini mpaka akajikojolea, na hajui kabisa kwamba amejikojolea na hajui nini ambacho kinaendelea. Maafande wakaingilia ugomvi ule. Mwanamama Nicole yule mwanasaikolojia ndo anafika katika kituo hiki. Mwamba amepigika, lakini maafande wakasema kwamba huyu mtu hana kitovu. Hili tukio likamshangaza sana mwanamama huyu, kwa sababu hajawahi kuona binadamu asiyekuwa na kitovu. Lakini pia akaambiwa kwamba bwana mdogo anaonewa sana katika ile maeneo ya selo. Basi mwanasaikolojia huyu akaomba aondoke naye. Hasa hapa wenzangu na mimi wa darasa la 7, naomba tuelewane vizuri. Mtoto wa kiume anatengenezwa na chromosomes za X pamoja na Y, na mtoto wa kike akizaliwa huwa anatengenezwa na chromosomes za XX. Kwa hiyo sasa huyu mwanamama akashindwa jina la kumpatia huyu kijana asiyekuwa na jina. Yeye akamwita Kayo, lakini mbele akaongezea XY, kwa maana Kayo wa kiume. Na hivyo kuanzia sasa hivi mtoto huyu atakapokuwa akiishi katika nyumba hii, basi atakuwa anaitwa jina la Kayo XY rasmi kuanzia hapo. Kiutaratibu wa kazi, mwanamama hapaswi kabisa kumleta mgonjwa nyumbani kwake, lakini aliamua kufanya hivi kutokana na tabia ya huyu kijana kuonekana kuwa hana kitovu. Mbaya zaidi ni kwamba hakuishirikisha hata familia yake. Lakini huyu jamaa pamoja na yote aliyomkuta, kutoka siku ya kwanza tulipoweza kumwona katika mapoli, hajawahi kufungua mdomo wake kuzungumza neno lolote. Hasa mwanamama Nicole, katika kuhakikisha kwamba jamaa anakuwa salama, akampatia Roy binti yake amlinde huyu jamaa. Lakini dada Roy wote tunajua kwamba ana mambo mengi, akawa amepokea simu ya boyfriend wake, akawa ametoka eneo lile. Kwa hiyo naye jamaa akawa anatoka ndani ile nyumba, lakini akawa anavutiwa na sauti fulani ya muziki ambayo ilikuwa ikipiga kutokea katika nyumba ya jirani. Mwamba hata bila hodi akaingia katika hiyo nyumba ya jirani na akamkuta dada mmoja alikuwa akipray kinanda. Huyu bidada anaitwa Amanda, ni mwanafunzi katika chuo cha muziki na anafanya vizuri sana, ila ana mama yake ambaye ni mtata kupindukia. Lakini namna ambavyo huyu dada alikuwa akipiga muziki wake, jamaa akajikuta anatilika na machozi. Bidada akawa ameshtuka, ni nani ambaye yuko nyuma yangu? Na jamaa aliposhtuka kwamba bidada alikuwa akimtazama, akarudi katika nyumba ile aliyokuwa ameweza kutokea. Basi mwanamama huyu Nicole ambaye ni mwanasaikolojia akaanza kumtambulisha Kayo ndugu wote waliopo ndani ya nyumba hii. Akamwambia kwamba huyu anaitwa Josh, atakuwa ni mdogo wako, na huyu anaitwa Steven, ni mume wangu, atakuwa ni baba yako. Lakini hata kabla mwanamama hajamaliza utambulisho wake vizuri, akaja yule mama yake na Amanda wa kutokea nyumba ya jirani. Kama nilivyokuambia kwamba ni mtata vibaya mno, na kijana wa kiume ameingia katika nyumba yake, basi ndio usiseme. Wakati mama anaendelea kufoka akimuita Kayo mshenzi wa tabia, kwa nini ameingia nyumbani kwake na kuanza kumchungulia binti yake, akaendelea kuwaka matusi kadri anavyoweza. Lakini Amanda alivyozidi kumtazama huyu mwanaume, akajikuta ameanza kutabasamu, naye huyu mwanaume akaendelea kutabasamu. Kwa hiyo ikawa ni kama vile wazazi wanatuanga maji kwenye kinu. Mama yake na Amanda akamvuta Amanda mkono na kisha akaondoka naye. Aligundua kwamba haya mapuuzi kabisa. Na baadaye wakiwa wameketi pamoja katika meza ya chakula wanaendelea kujipatia chakula, akashangaza kuona kwamba Kayo aliweza kuzungumza maneno, lakini ajabu ni kwamba alikuwa akizungumza maneno ambayo wengine walikuwa akiongea. Yaani alikuwa akirudia maneno yote aliyoyasikia kutokea alipokuwa porini mpaka hapa alipoweza kufika hapa ndani. Kiufupi jamaa anakumbuka yote na alikuwa anayarudia kwa kuyarudia tu. Hii familia walishtuka sana kuona kwamba mwamba ana uwezo wa kuongea, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba ni kwa nini anarudia maneno yote ambayo ameweza
kuyasikia siku nzima. Mwanamama kwa kuwa ni mtaalamu wa saikolojia akamchukua kijana wake anayefahamika kama Josh, kisha akaondoka na huyu kijana na kuelekea nao ofisini. Akaanza kuwapatia hesabu za kitoto tu. Jamaa akapiga 100 ya 100 hapo hapo. Mwanamama kisilisili akaamua kumchukua bwana mkubwa na kumpeleka katika hospitali ya watu wenye ufahamu. Moja kwa moja katika tafiti za hawa madaktari wakasema kwamba jamaa na ubongo wa tofauti sana. Wakasema bwana mkubwa ana IQ kubwa kuliko hata mtu wa kawaida. Mama majibu haya madaktari yeye akaweka siri, akamrudisha Mwamba mpaka nyumbani. Lakini nyakati za usiku zilipoweza kufika, kama unavyojua binti huyu mama anayefahamika kama Roy ni muuni sana, akawa anachomoka nyumbani na anaelekea disco kwenda kupiga bata. Kwa bahati mbaya sana huyu Kayo yeye kila kitu anajifunza. Alipoweza kuona bidada anatoka nyakati za usiku, naye akawa anatoka anamfuata tu kwa nyuma. Walipofika mpaka katika eneo la disco, bidada moja kwa moja bana akawa anaagiza vinywaji wanaendelea kunywa, pasipo kujua kwamba ndani ya disco hapo naye Mwamba Kayo alikuwepo, naye alikuwa anakunywa vinywaji. Hasa bahati mbaya sana ni kwamba pati hii iliweza kupitiliza muda wa pati kuweza kufanyika. Kwa mapolisi wakawa wametimba katika eneo lile, watu katika harakati za kukimbia, bidada Roy akawa ameweza kukamatwa na kukuwa anatokea sehemu moja na huyu Mwamba Kayo XY akaenda kuwazuia polisi, ila namna alivyokuwa kiliact faster, basi mpaka polisi wakajikuta wanazalilika tu. Siku leo mwanamama akiwa yuko nyumbani akashangaa kuona kwamba ni kama mume wake alikuja na kumkumbatia kwa nyuma, akaanza kumwambia mume wangu haujambo. Mwamba anasema si jambo, lakini mbona hii sauti si ya mume wangu? Mwamba moja kwa moja akawa amesukumizwa pembeni kidogo, akasema kwamba haitakiwi ufanye hivyo Kayo. Hasa mzee baba Steven mume mtu alipopata taarifa ya kile ambacho Kayo ameweza kukifanya, akajikuta amewaka sana na kusema kwamba jamaa aondoke, lakini mwanamama akamsii na kumwambia kwamba anaomba jamaa aendelee kubakia. Ikabidi mume mtu kukubaliana tu na hayo mambo. Huyu jamaa bana ni mtaalamu wa kompyuta, kwa lugha nyepesi ni kwamba anafanyaga mambo fulani vya software installation na vitu kama hivyo. Na siku ya leo kulikuwa kuna programu inamzuzua vibaya sana, akajikuta tu anahangaika na kichwa kinamuuma. Kayo aliweza kushuhudia jambo hili, alienda kumsaidia Mwamba kwa sekunde tu. Lakini pia kwa upande wa dogo Josh amekuwa akimletea Mwamba homework kama zote, na jamaa anamsaidia na dogo kila siku anatoboa huko shuleni. Sasa bana leo katika chakula cha jioni, bidada Nicole akamtangazia mume wake kwamba anaomba Kayo ahesabiwe kama mtoto katika familia hii, na ikiwezekana akae hapa mazima, kwa sababu familia yake haijajulikana ni wapi ilipo na huyu mtu anatokea wapi. Mzee Steven pamoja na huyu mtoto Josh wote walikubali kiroho safi kabisa jamaa aweze kubakia, kwa sababu ana manufaa sana kwao. Huyu mmoja ametengenezewa kompyuta na huyu mwingine anasaidiwa sana kazi za shuleni. Lakini sasa huyu Kayo ana siri nyingine ambayo ni ajabu kidogo. Huyu jamaa huwa hapatagi usingizi kabisa. Nyakati za usiku anaingia katika friji na kuchukua chochote kile, na huwa anawapatabu sana familia hii. Wakati wa usiku anaamka na kwenda kumtazama Mwamba akiwa anatazama tamthilia kwa sauti kubwa sana, na huko anaendelea kutafuna kwa nguvu. Na kifupi jamaa hajui hata mtu anatakiwa kuishi vipi vizuri na watu, ila wanampenda sana huyu jamaa. Familia nzima wakiwa wanaendelea na usafi, jamaa akasema kwamba hajawahi kulala na hajui kulala kutoka siku ambayo amejigundua kwamba yeye ni nani. Na kwa sasa hivi Kayo ana uwezo wa kuzungumza, yani maneno yote ambayo watu wanayazungumza yote ameshaweza kuyaweka kichwani, kwa ana uwezo wa kukujibu kitu chochote kile. Mwanamama Nicole akamleta mtu ambaye anahusika na watu ambao wameweza kupotea, akawa anamuuliza baadhi ya taarifa mbalimbali, lakini Mwamba anasema hakumbuki chochote zaidi ya siku tu ambayo amejikuta anamkia katika eneo la Bapori. Ikabidi familia nzima ikubaliane kumpeleka Mwamba hospitalini, na huku madaktari wanasema kwamba ubongo wake uko sawa kabisa, labda aanze kupewa vidonge vya usingizi, huenda ataanza kupata usingizi, lakini jamaa bado usingizi hapati. Na baada ya mwanamama Nicole kuweza kugundua kwamba jamaa ana uwezo, akampatia kalamu na kumwambia kuwa achole hiyo sehemu aliyokuwa anahisi anakumbuka alitokea. Mwamba alichola eneo alilokuwa ameweza kuamkia, lakini kwa sababu ile eneo ni dogo, basi hawakuweza kujua kabisa hilo eneo ni wapi kabisa. Nyakati za usiku bana Mwamba amekunywa vidonge vya usingizi, lakini hakuna kinachofanya kazi. Na kama kawaida tena akawa anatoka nje ya nyumba, lakini siku ya leo akakutana na gari fulani hivi kando ya nyumba yao. Lakini pia kulikuwa kuna mbwa ambaye anabweka sana. Jamaa akaenda kumtuliza mbwa kwa kuongea naye tu. Na sasa hii sauti ya mbwa kubweka ikamshtua mwanadada Amanda ambaye nyumba yao iko jirani tu hapo, akawa anachungulia dirishani nini ambacho kinaendelea. Na basi alipoweza kumwona jamaa akawa anaweza kumsalimia, na jamaa akawa anaongea naye pia, wakawa wanazungumzia kupitia dirisha, ni salamu tu. Kisha baada ya hapo bidada akaelekea kulala. Familia nzima ya mzee Steven ikaenda kumfuata jamaa na kumrudisha nyumbani, kisha wakawa wanamwambia kwamba ulikuwa unafanya nini kule nje? Jamaa akawa anasema nilikuwa naangalia anga. Hasa huyu mtoto anayefahamika kama Josh, yeye akawa amemtania Mwamba na kusema kwamba unajua wewe unaweza kawa ni alien ambaye unaangalia anga namna gani urudi ulikoweza kutokea. Basi mzee hakupenda kabisa tabia ya udogo alivyoweza kuzungumza, akamwambia kwamba amheshimu Kayo kwa sababu yule ni kama kaka yake. Hasa lile neno ambalo aliambiwa kwamba yeye ni kama alien, akaambiwa kwamba huenda yeye alitokea juu. Basi akaenda kuketi nje nyakati za asubuhi, akawa anaangalia juu kabisa ili aweze kuchukuliwa na kurudishwa huko kwao. Familia nzima ilipata huzuni sana mara baada ya kugundua kwamba Mwamba yale maneno aliyachukulia serious. Basi wakawa wamemchukua na kumfanyisha mazoezi ili angalau tu aweze kuondokana na hiyo hali ya mawazo. Lakini mzee amechoka, Kayo hata hajachoka. Wakati wa usiku Mwamba Kayo alikuwa akiongea peke yake akiwa amelala. Basi mama akawa amemwamsha mume wake na kumwambia kwamba twende tukamsikilize Kayo yale ambayo anayaongea, nimemwona akiwa anajiongelesha peke yake chumbani kwake. Mzee pamoja na mama wakatimba katika chumba cha Kayo na kuweza kumtazama kila kitu alichokuwa kikiongea. Mzee muda mwingi aliotumia katika kumsikiliza Mwamba akajikuta
amechelewa sana kuamka asubuhi kuelekea kazini. Akawa analalamika na kusema kwamba Kayo tokea amekuja hapa nyumbani ratiba nyingi zinaharibika. Na lakini kumbe yule baba alivyokuwa akilalamika na kumfokea mke wake kwamba tokea Kayo amefika hapa nyumbani kila kitu kimeharibika, basi kumbe Kayo alikuwa akiasikia maneno hayo yote. Ile wanaamka alfajiri wanagundua kwamba jamaa hayupo. Na mama akapiga simu polisi akiomba kwamba kijana atafutwe kila sehemu alipo kwa sababu jamaa ni kama tatizo akili yake bado haijakaa vizuri. Maafande walihangaika siku nzima hawakuweza kabisa kufanikiwa kumpata jamaa. Jamaa alikuwa ameondoka na hatujui wapi alikoelekea. Tukutane katika episode ya pili. Unadhani Kayo ni nani? Na je, huyu jamaa anaweza kuwa kweli ni alien kama Josh alipoweza kusema? Lakini alikuwaje yuko uchi katika ile maeneo ya mapoli lakini hata hakumbuki kitu chochote? Kama ni binadamu wa kawaida, kwa nini hana kitovu? Kwa sababu wote tunajua mtoto aliyekaa ndani ya tumbo la mama lazima awe na kitovu ili angalau aweze kupata chakula akiwa ndani ya tumbo. Sasa hii imekaje kwake? Bwana wakikuuliza anaitwa nani, mwambie anaitwa DJ Paul wa PVP Media Max. Hakisha tu kwamba unagusa alama ya kusubscribe kama ndio kwa mara ya kwanza unajiunga nasi. Sehemu ya pili hii hapa.